Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi ni Felix Unji na tuendelee na sehemu ya 8 ya somo letu la uwekezaji wa kifalme, ambapo tunaangalia hapa uwekezaji wa vipawa. Maana tunajua kwamba kila mwanadamu ana vipawa ndani yake, au ana kipawa ndani yake ambacho Mungu amempatia. Kwa mfano mzuri, Yusufu, kipawa ambacho alikuwa nacho kilikuwa ni kutafsiri ndoto, lakini ilikuwa haimaanishi kwamba Yusufu alikuwa ni mtafsiri ndoto, no. Ila kipawa alichokuwa nacho ni cha kutafsiri ndoto, ila kupitia hicho kipawa tunaona kwamba kilimtengenezea njia ya kumpeleka kwenye kusudi lake, yani kwenye destiny yake. Kumbe kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako ndicho ambacho kina nguvu ya kukupeleka kwenye destiny ambayo Mungu ameikusudia. Maanake kuepuka kutumia kipawa ambacho Mungu amekupatia ni kukwepa destiny yako mwenyewe. Twende pamoja, mtu wa Mungu, na Roho Mtakatifu atusaidie. Katika uwekezaji wa kifalme ni muhimu sana kutambua kipawa chako ni kipi na ukifanyie kazi hicho kipawa chako. Hebu tuangalie kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Nitasoma kwa jina la Yesu. Warumi sura ya 12 mstari wa 6 hadi wa 8, neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani; ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; kwenye kufundisha, katika kufundisha kwake; mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii; mwenye kurehemu kwa furaha. Unaona? Kwa anaendelea hapo, anasema kila mmoja afanye kitu chake. Sasa unakuta kwamba wewe una kipawa cha uimbaji lakini hutaki kuimba, una kipawa cha kuhubiri lakini hutaki kuhubiri, una kipawa cha kukarimu watu lakini hutaki kuwakarimu watu, una kipawa cha kupamba lakini hata siku moja unaona kanisa lipo kawaida, unashindwa hata kumwambia pastor, hebu tupate mapambo hapa, tupate sijui vitambaa nini na nini, mimi nitapamba hapa papendeze kanisani. Unashindwa hata kufanya hivyo. Na ukumbuke kwamba Mithali anasema kwamba kipawa chako kitakufungulia mlango mbele ya wafalme. Maanake kumbe kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako kitakutengenezea nafasi katikati ya watu, kitakufanyia nafasi katikati ya wengi. Danieli alikuwa na nafasi mbele ya kila mfalme aliyekuwa anakuja. Mfalme huyu anaanguka, anakuja mfalme mwingine anamhitaji Danieli. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kipawa ambacho alikuwa anakitumia kuweza kutafsiri ndoto, kuweza kufafanua mambo ambayo waganga, wachawi, wanajimu na wataalamu mbalimbali wameshindwa kufafanua. Kwa hiyo kicho kipawa kilikuwa kinampa nafasi. Yusufu alikuwa ni muota ndoto, lakini kupitia hiyo kuota ndoto, kwa sababu alikuwa anatumia kipawa chake, tunaona kwamba kilimtengeneza nafasi mbele ya Farao. Maana yake asingetumia kipawa chake cha kutafsiri ndoto, maana yake asingepata nafasi mbele ya Farao. Kumbe ni muhimu sana kama kijana utumie kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako. Biblia inaweka wazi kwamba kila mtu amepewa kipawa. Hakuna mtu ambaye amezaliwa bila mtaji wa kipawa. Kipawa chako ni mtaji wako wa kwanza, kabla hujawa na kazi, kabla hujawa na fedha, kabla hujawa na biashara, kwa sababu hivyo ndio ambao vitakufungulia milango ya kukupeleka kwenye hatima yako. Karama tu si ya kanisani, ni uwezo wa siri ambao Mungu ameweka ndani yako. Yaani unaweza kuwa ni uwezo ambao sio lazima uwe wa kanisani. No, sio lazima uwe wa kanisani. Katika Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 hadi 30, tukiangalia kwa yule ambaye alificha talanta. Alipewa kipawa lakini akakificha, akakizika. Alipewa mtaji lakini akauzika. Alipewa biashara lakini akaizika. Wenzake ambao walifanya vizuri wakazalisha talanta zingine 5, mwingine talanta 2, lakini yeye talanta 1 hakuipeleka hata kwa mtu wa riba. Aliitwa mtumwa mbaya, akaitwa mvivu pia. Tatizo lake halikuwa kidogo alichopewa, tatizo lilikuwa kukitumia kile kitu ambacho amepewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe kipawa chochote ambacho umepewa, usione aibu kukitumia, usione aibu kukionyesha, usione aibu kukifanyia kazi, lakini kumbuka kwamba Mungu anatoa vipawa na vipawa vya Mungu ni vizuri, lakini kumbuka kwamba shetani anataka akutumie wewe ukitumia hicho kipawa kwenye dunia ili avune watu wake, lakini pia Mungu anataka akitumie kipawa chako ambacho uko nacho kwa ajili ya utukufu wake ili kuwavuta watu waje kwake. Kwa hiyo shetani anataka akutumie wewe mwenye kipawa,
pia Mungu anataka kutumia wewe mwenye kipawa. Maana yake chaguo ni la kwako. Ukimruhusu Mungu akutumie, ujue kwamba utabarikiwa hapa duniani, lakini pia utaurithi uzima wa milele. Ukimruhusu shetani akutumie, unaweza kupata umaarufu hapa duniani ambao utakupa majuto kuanzia hapa duniani kabla hujaondoka. Utafurahia siku za mwanzo, kwa sababu shetani yeye huwa anakuja kwa uongo, anakufanya uone vitu anavyokupatia ni vizuri, ni heshima, nini, kibali. Unaona kwamba ni heshima kubwa, kwa sababu unaweza kaingia popote, ukapita popote, ukafanya chochote kile, lakini pasipo kujua kwamba shetani ni muongo. Mwisho wa siku ni jehanamu ya moto wa milele hata baada ya kuondoka hapa duniani. Tunaona kwamba kwa Tanzania yetu, Afrika yetu, vipaji ni vingi sana, waimbaji ni wengi sana, wachoraji ni wengi, wakulima wabunifu ni wengi, vijana wenye ujuzi wa teknolojia Tanzania, Afrika Mashariki, ni wengi. Tunaona kwa mfano kama Kenya, vijana wengi sana wabunifu wa teknolojia, wafanya biashara wabunifu ni wengi. Tanzania, East Africa, Afrika yote kwa ujumla ni wengi. Lakini shida kubwa sana ni kwamba wengi wanaogopa kuanza. Ile kuanza, wengi ndio wanaogopa, wanahofu. Kila akitaka kuanza asema nitaanza kesho, kila akitaka nitaanza baadaye, kila akitaka kuanza nitaanza wiki ijayo, nitaanza mwezi ujao, nitaanza mwaka ujao. Anajikuta kwamba muda unaenda bado hajaanza. Wengine wanasubiri mtaji mkubwa, wakati Mungu anataka uanze na hicho kidogo ulicho nacho, muamini Mungu aliyekupatia. Wengine wanajilinganisha na wengine, akiangalia yule yuko juu sana, mimi hapa nitafanyaje sasa? No, inatakiwa uanze hata kama ni kwa udogo hivyo. Anza na Mungu atakufanikisha. Kwa hiyo usiogope kuanza, usihofu kuanza, amua kuanza. Usisubiri wakati uwe mzuri, majira yawe mazuri. Haitatokea wakati ukawa kila kitu kipo perfect kabisa, ni kimekuruhusu ili kuanze. Haitakuja kutokea. Unachotakiwa ni kuanza, na utakapokuwa umeanza ndipo ambapo vitu vitaanza kujialign venyewe, na Mungu ataendelea kukuletea resources ambazo unazihitaji ili kuweza kufulfill purpose ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo kipawa ni mbegu, kisitumike kinakufa, ila kikitumika kinaongezeka. Kwa hiyo usiogope. Ndio maana nasema usiogope kuanza kwa udogo, kwa sababu utakapoanza kwa udogo kwa kutumia kipawa chochote ambacho kipo ndani yako, kitakuwa kikubwa na kitazaa matunda makubwa. Kumbuka, uwekezaji wa kwanza sio pesa, ni kugundua na kutumia kipawa chako. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema, na ninakusihi kama unabarikiwa, sio mbaya ukiwalika na wengine, lakini pia usiache kufuatilia sehemu